kutokea hapo, wiki itakayofuata tutaelekeza namna gani mtu mmoja mmoja anaweza akafanya agano lake na Mungu. Kwenye kufanya agano lazima unaainisha miaka yako ya kuzaliwa, kama unaikumbuka. Hata kama ukumbuki, kuna makadirio, lakini kuna tarehe. Hata kama uzijui, ukizijua ni nzuri zaidi. Alafu vinaainishwa hivyo. Alafu uhai wako unawekwa mbele za Mungu. Alafu ndipo sasa unapewa mifumo na tamko la kutamka kwa ajili ya maisha yako wewe, pengine na uzao wako. Unafanya agano na Mungu kupitia yale maono yako, uzima wako, sababu iliyokuleta duniani tangu siku unazaliwa. Ayubu alipokutana na dhoruba akasema, ilaaniwe ile siku niliyozaliwa mimi na ule usiku uliosema mtoto mume ametungwa mimba. Alikuwa anaiua ile siku kwa sababu aliona kesi kubwa katika maono yake na ndoto imetokana na siku aliyozaliwa. Sasa tuna siku ambazo mtu umezaliwa, isipowekwa kwenye mfumo wa agano lako ni ngumu sana. Na kuna mahali utaona Mungu alifanya agano na mtu kwa sababu ya kukataa mifumo ya kuzaliwa, alafu akaweka mifumo ambayo inaanza. Na ndio kwenye agano la mwisho alilokuwa anaongoza Kristo kulifanya, likaletwa kwa taarifa kama ya toba. Kwamba unasema umezaliwa upya. Si mnaelewa hiyo kitu? Biblia inasema umezaliwa upya. Sasa ya kale yote yanakuwa yamekwisha. Kwa hiyo agano linahusiana na kuzaliwa upya, yaani linahusiana na tarehe ya kuzaliwa. Agano linahusiana na mfumo wa maisha, season. Kuna kule kwetu Usukumani, mababu wa mabibi, watu wazima walikuwa hawawezi kujua siku zao za kuzaliwa, lakini walikuwa wanakuambia, ukimuuliza umezaliwa mwaka gani, anakuambia kwamba mimi nimezaliwa wakati wa uhuru. Mwingine anakuambia nimezaliwa ile vita ya mkoloni. Kwa hiyo zile ni season. Mababu mabibi hawajui tarehe zao, lakini anakuambia mimi nimezaliwa wakati wa uhuru. Unajua, mimi nimezaliwa wakati wa ile vita ya kwanza ya mkoloni, wanajua. Sasa ukija kwenye utaratibu unaijua ile miaka. Kwa hiyo wewe unaweza ukawa pia labda mwingine mazingira uliokulia kifamilia hujui siku zako, lakini unaumia katika siku zako kwa sababu adui hata anapotaka kukushambulia lazima apate password yako. Lazima apate password yako. Leo utaona taifa linataka NIDA. Kuna mambo makubwa hapo ndani. Kuna mambo makubwa hapo. NIDA manake ni utaifa, na ule utaifa unathibitisha vitu kadhaa. Ulikozaliwa, ulikotoka na nini vinabaki kwenye system. Siku nyingine ukidanganya nimezaliwa huku wakati ulizaliwa huku, hata unapokwenda kuchukua passport huwa record hazifutiki za kusafiria. Wanaangalia ulichosema, je unakijua au. Kwa hiyo kuna utaifa, alafu kuna uzao. Kwenye agano, wana wa Israeli hawakufanya agano Misri. Walifanya agano kwenye himaya yao, mahali walikozaliwa wakafanya agano. Ibrahimu alifanya pale, hivyo na hivyo. Musa alifanya agano na Mungu Misri, kwa sababu ndiko alikozaliwa. Na ndiyo maana akawa na uwezo mkubwa kupitia agano lake kuwakomboa Waisraeli, kuwatoa Misri. Sijui mnanielewa ninachosema. Musa alifanya agano na Mungu Misri kwa sababu ndipo alipozaliwa. Kwa hiyo anaondoka kukimbia kwenda area fulani kwenye familia ya Yethro, anaikwepa jiografia, lakini agano limekwisha fanyika.
Nini kilimuuma Musa kumuona Mwisraeli wakati hamjui anaonewa na yeye akaenda kumshambulia anayemuonea Mwisraeli? Nini kilimuuma Musa? Moyo ulizungumza nini? Au historia alisikia mama yake anasema kwamba sisi ni Waisraeli, kwa hiyo akawa anaona mtaani anawakalili? Kuna agano lilikuwa linazungumza. Agano linaweza kukutetea kwenye mauti. Agano linaweza kukusababisha ukakomboa wengi waliokuwa waangamie kwenye himaya yako. Ukifanya agano unaweza ukakomboa ndugu zako. Ukifanya agano unaweza ukasimamia utaifa wako. Ukifanya agano, dua yako ina nguvu mbele za Mungu. Hata ukisema sasa ninataka mabadiliko, una agano. Mtu hana agano akifanya mabadiliko, akilazimisha mabadiliko, lazima apate shida. Mwenye agano akisema nataka mabadiliko, iwe kwenye familia, iwe kwenye ukoo, iwe kwenye nchi, mabadiliko yanatokea. Bwana asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Usiabudu mungu mwingine. Sasa na pengine zikawekwa na sheria zikawekwa kuwa viambatanisho. Kwa hiyo mtu akija kufanya agano, kuna vitu lazima uvisimamie kwenye maisha yako. Usije ukawa maskini wa kutupa chini ya jua. Ukawa unajua, niliwahi kusema kwamba usipojituma utatumiwa. 1, utatumikishwa. 2, utatumwa. 3, usipojituma, cha kwanza utatumiwa, cha pili utatumikishwa, cha tatu utatumwa. Haya maeneo yamewafanya wanadamu wanaishi maisha ya utumwa kwa sababu hiyo tu. Sasa kujituma maana yake ni nini? Unajitengenezea madhabahu yenye mfumo wa agano, ili hata siku unaonewa haki yako itifuke kwa watu wengine. Yaani wainuke watu waseme hapana, 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 sio huyu, sio huyu, sio huyu, alikuwa na haki, alikuwa na haki. Hivyo kitabu cha Kutoka sura ya 20 anasema, Mungu akanena maneno haya yote akasema, mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa. Usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Alafu akasema mstari wa 5, usivisujudie wala kuvitumikia. Usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Mwisho wa kunukuu hapo. Bwana asifiwe. Mnaweza kuelewa kitu hapo? Mnaweza kuelewa kitu? Mungu anakataa wewe kwanza usimwabudu mungu mwingine. Ni makosa makubwa wewe kumwabudu mungu mwingine. Ni makosa makubwa sana wewe kumtumikia mungu mwingine. Makosa makubwa wewe kusimama ukaandikiwa kombe, ukapigiwa ramli, ukafanya hivi. Kuna watu dini zao ziliingia nchini hapa, ziletwa na wazungu, afu zile dini zikawa mikononi mwa makabila. Wazungu kabla hawajamimina elimu ya kutosha, wakaziacha dini mikononi mwa watu.
Na wale watu wakawa wanazungumza tu habari ya dini, wanaunganisha cheni ya dini. Dini zikawa na mafundisho yaliyopoa. Mtu anaingia kusali lakini anaenda na mila na desturi. Anaingia kusali anakuwa na irizi. Lakini pia ibada zao zilikuwa hazina nguvu kama irizi. Irizi ilikuwa ina nguvu kuliko ibada zao. Na haya makabila yako nchini. Ni makabila yanaishi yanaabudu mizimu kuliko ibada za kanisa. Jaribu kufuatilia. Hakuna siku wanaweza wakaitwa kuja kufanya ibada, wakasafiri ibada nyumbani za ukoo, wakawasha magari, wakatia magari mafuta, wakaondoka kwenda eneo kwa ajili ya ibada. Haijawahi, na hawako tayari. Lakini wakiitwa kwa ajili ya mambo ya ukoo au kujenga makaburi au kufanya matambiko, hakuna mtu anabaki. Sasa utajiuliza kwa nini? Ni kwa sababu walivyopokea dini hawakupokea mafundisho. Hawakupata elimu hii unayoipata wewe. Anasema usiabudu miungu. Alafu anasema mimi huwa ninawabatilisha ubaya waliofanya hivyo. Tena anasema hata sanamu tu, msije mkachonga sanamu mkaweka. Mnajua kipindi cha wakina Meshaki, Shadraka na Abednego, kipindi cha wakina Danieli ni kipindi cha Mungu original. Wanatengeneza sanamu ya mnara, Mungu hataki. Lakini anasema msiabudu Mungu mwingine wala msikubali kuchonga sanamu. Kwa hiyo utakuta kijana mmoja anaitwa Daniel, alikuwa na hii sheria. Alikuwa anasoma Torati, anasoma. Alikuwa na wenzake wakina Meshaki, Shadraka na Abednego, walikuwa wanasoma sheria. Ndio maana alipoletwa mungu wa sanamu, wao wakakataa. Lakini kuna watu mko hapa, akiletwa mganga nyumbani kwenu, na kwa sababu unajua mchungaji wako yuko mbali na haoni yanayotokea, wewe unashiriki kwa sababu kuna mjomba, siwezi kumpinga, uwaga ni mkali sana, ni kaka yake mama. Kuna baba yetu mkubwa, baba yetu alishafariki akabaki huyu ndio mwenyekiti wa ukoo, hatuwezi kumpinga. Na mimi ni nani mjukuu leo nikampinge huyu babu? Sijui mnanielewa. Unaingiwa ubaridi, unakuwa mwoga. Kwa hiyo kila kinachofanyika pale wewe unashiriki. Unasema lakini sio mimi, ila unashiriki. Sasa kama kulikuwa na kuna kansa inawalaga humo kwenye ukoo, haiwezi kukuacha. Kama kulikuwa kuna pressure inawasaga wanakatika, haiwezi kukuacha. Kama kulikuwa kuna kitu kingine kinawatesaga familia, umaskini, hautakaa ukuache. Ndio maana unaona tuna wimbi la Wakristo wengi wasiozijua haki zao, kwa sababu walipokea dini, hawakupokea imani. Bwana asifiwe. Walipokea dini, hawakupokea nini? Imani. Lakini Mungu anamwambia Joshua kwamba haya niliyokwisha yatengeneza na nikayaweka, kibao kile, gombo la chuo, vitu vyote nilivyo vikusanya, nikaweka sheria na amri zake. Anamwambia Joshua, kibao hiki au kitabu hiki kisiondoke wapi? Kinywani mwako. Uyashike sana haya, kwa sababu anakabidhiwa ile katiba ya sheria za Mungu, ili ile katiba ikamtetee na kile kizazi ambacho wametolewa wapi? Utumwani. Sasa ndio maana kuna wakati huwa najaribu kuwasaidia kwenye mafundisho haya kwamba kila mtu huwa ana akili yake. Leo mimi naweza nikazungumza na wewe haya, lakini ukajikuta wewe akili yako inakueleza vingine. Naweza leo mimi nikakusaidia, nikakwambia hili liko kinyume, wewe ukaona hamna, liko sawa tu. Kwa sababu gani? Hatuwezi kupingana. Tangu unazaliwa
yanaanza Magigo mpaka jino la kwanza na la pili. Uko kwenye sheria za dini, uko kwenye sheria za mila ya wazazi. Mimi tunakuja kukutana kanisani, mafundisho yangu kukubadilisha kwa siku moja ukayaamini ni ngumu. Kwa hiyo ndio maana unaona tumekalisha watu wengi, lakini wakirudi nyumbani wana dawa za kienyeji. Tunakalisha watu wengi, tunaongea habari ya ufalme wa Mungu, lakini watu wengi ukiangalia maisha yao bado ni magumu vile vile. Kwa nini? Sasa anasema wala usiitumikie hiyo miungu. Na ndio maana anasema, mimi nikakwambia, usipojituma utatumwa, usipotumwa utatumiwa, na usipotumiwa utatumika. Usipotumika lazima utatumikishwa. Lakini yeye hapa anasema hivi, usivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, niwapatilizaye wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3, wanipendao. Kuna kesi ya babu leo anatembea nayo mjukuu, kuna kesi ya bibi anatembea nayo mjukuu. Ya baba haujaishika sana, lakini kuna iliyotawala. Ndio maana mkifuatilia vizuri kwenye mfumo wa maisha, hizi nzao hizi, kwa mtu tabia ya bibi yake au babu yake inaweza ikamshika mtu ikajidhihirisha kuliko tabia ya baba au mama. Sijui mnanielewa? Tabia ya bibi inaweza au babu ikafanya kazi kwa mtu kuliko tabia ya baba au mama. Kwa nini? Season, nyakati zile hizi zimekuwa na ukomavu mpaka aje huyu hajakamilisha. Ndio ukomavu huu unaweza ukajump ukamshika huyu. Sasa kwenye swala letu la agano lazima ujue unaenda kufanya agano la namna gani. Usipofanya agano kukomboa zile nyakati zenu za ukoo, maisha yako ukayaweka mbele za Mungu, ni ngumu. Agano linataka likuweke huru, kwa sababu agano linazungumza unapolifanya wewe linamtetea na mtu mwingine. Ndio maana nawaambia unaweza ukaishi maombi ambayo hayana majibu. Watu tumeona wanaishi kwenye dini, wana maombi mengi sana, lakini maisha yao hayajawahi kubadilika. Wanaishi maombi mengi ya fujo, wala hayajawahi badilika. Agano sio mfumo ule unaosalishwa sala ya toba. Agano ni kitu kingine. Kinahusu uhai wako, kinahusu afya yako, kinahusu maisha yako, kinahusu uchumi. Lakini sala ya toba inahusu wewe kujulikana kwamba hata ukifa leo utaenda wapi. Ukishasalishwa sala ya toba unatangaziwa uhuru wa Yesu, na ya kwamba sasa hata ukikata roho kwa ajali, mbingu inakusubiri. Umepata identity card ya kuingia mahali. Lakini sio lifestyle. Covenant, agano linahusiana na lifestyle yako na wengine watakaofuata. Kama babu zetu wangefanya agano, maagano ya kiungu, leo sisi tusingekuwa tunaishi haya maisha. Unakuta kijana mdogo tu ana miaka pengine 25 ameshakamatwa na ugonjwa wa mababu. Binti mdogo miaka 30 ameshapata ugonjwa wa bibi yake. Mwingine unakuta ni mdogo tu tayari ana kansa ya kizazi. Mwingine ni mdogo tu, kijana hana nguvu za kiume. Mwingine ni mdogo tu anapoteza kumbukumbu. Mwingine ni mdogo tu hawezi kuona. Mwingine ni mdogo, wanakuambia huyu ni wa 7 kwenye ukoo huu.
kwa tatizo hili. Babu yake alikuwa na hiyo shida, na babu na babu na babu. Unalikataje daraja ili wewe uwe salama? Ni agano, ni agano. Unapofanya agano unachambua mfumo wa maisha. Ndio maana nikasema kaandike. Aliyeolewa akaachika, alikuwa na watoto 4, 5, 6. Mtaani kwenye maisha ana mambo mengi magumu, ana usumbufu mwingi kuliko ambaye tangu anazaliwa hajawahi olewa. Hata akifika miaka 60 bado huyo ni fresh. Mizigo sio mingi kama yaliyeolewa akaachika. Sijui mnanielewa. Sasa hivi vitu hatuna maana kwamba wewe hujajiuliza. Kelele hapa masingo maza jamani, masingo father hawapo. Wapo, wanazungumzika. Biblia inasema mwanamke mpumbavu huvunja ndoa kwa mikono yake. Inamalizia kusema mwenyewe. Maana yake mwenye akili haingizi mikono kuvunja, na hawaji kumvunjia, anavunja mwenyewe. Mwanaume, Biblia imenyamaza, haisemi anavunja, anavunjiwa au ana upumbavu kwa kuacha, haisemi. Unaweza ukaona reaction iko wapi kwenye research zako, ili uje upate namna ya kumsihi Mungu kwenye agano lako. Kuna kesi ambazo usipofanyia leo agano hautatoboa. Utaendelea na maisha hayo ya chini, umeshika, na bado hata ukiwa kwa sehemu kwenye ajira, biashara, huheshimiki. Ukiwa mahali popote huheshimiki. Kwa nini huheshimiki? Huheshimiki kwa sababu una family spirit na kuna tabia ambayo umeadapti, si ya kwako. Biblia inasema kwenye kitabu fulani, anasema kwamba anasema kuna lugha, anasema aliwabatiliza ubaya wazazi. Anasema tumefanya nini? Tumetenda dhambi, si ndio? Wazazi wetu walitenda dhambi, lakini sisi tumeyatwaa maovu yao. Sasa angalia, dhambi wametenda wengine, lakini sisi tumeenda kuchukua ule uovu. Yaani dhambi hujatenda wewe, ametenda yule na yule, ndio wametenda nini? Dhambi. Lakini wewe wa sasa umeenda kiroho, umechukua. Maana Biblia inasema tumeyatwaa maovu yao, sio wametupatia, tumeyatwaa. Maana hakuna tulichokikuta, na ni lazima tuwe na kitu. Sisi tumetwaa maovu yao, tumetwaa kwa sababu tungekuta imani tungeitwaa, tungekuta biashara nzuri tungetwaa, tungemkuta Mungu anayeeleweka tungemtwaa, lakini hatukukuta chochote, tumetwaa maovu yao. Ndio maana leo unaona kwa miaka hii ya sasa ni rahisi kumlaumu Ausigeri wa miaka 13 aliyetoka kijiji fulani, mkoa fulani, kuja kwako, akaonekana amekuja na vitu, sijui mnanielewa, lakini miaka ya nyuma mtoto huyo wa level hiyo huwezi kumpata kwenye uovu huu. Kwa nini? Ndio maana agano linataka uende na wakati wako. Kuna vitu sisi tumevibeba kwa sababu hatukuikuta. Mtoto wako wewe, nimetangulia kusema hivi, hiki unachokisikia hapa, utakaposema kwamba tusimwabudu Mungu mwingine, hiki ni cha kushare, ili angalau kisikosekane kwenye mji wako.
Kikikosekana, atakachobeba kitakuwa ni kibaya kuliko ili agizo ambalo wewe umeambiwa na wachungaji, umeambiwa na mapadri, umeambiwa na mashehe, alafu wewe ukakiacha msikitini, ukakiacha kanisani, alafu wewe ukaenda. Majina tu yenyewe leo bado ni kasheshe kwenye maisha ya watu. Kuna mtu leo kesi yake imepitia tu kwenye jina. Jina lilikuwa la nani? Leo unaitwa wewe. Na huyo mtu alikuwa na mfumo gani? Alikuwa na kiroho gani? Kile kiroho alichokuwa nacho yule na hilo jina, manake lile jina linakuja na package yake. Kama alikuwa ni chifu, utakuwa chifu. Kama alikuwa maskini, utakuwa maskini. Kama alikuwa na madeni, utayaishi madeni kwa sababu ya jina. Sasa agano linataka nyakati na majira unapofanya agano. Kwa nini? Methali 22 anasema, aheri kuchagua jina jema kuliko mali nyingi. Amen. Anajua wakati wa kuchagua jina jema, na yeye Mungu anasema, we Abrahamu, sasa nafanya leo agano langu na wewe, hautaitwa tena Abrahamu. Mungu kwenye agano analikataa jina la huyu. Kwa nini? Kwa sababu jina la huyu limebeba mizigo ya kuatera. Ameambiwa ondoka kwenye nyumba ya jamaa zako na baba yako, nenda mpaka nchi nitakayokueleza. Ameondoka kabisa na begi tu, lakini Mungu anaona bado huyu nataka nimtumie, ila kuna vitu amebeba. Ndio maana anamwambia sasa, Abrahamu, nataka nifanye agano langu na wewe. Mwanzo 15 anamwandaa, nataka nifanye agano langu na wewe. Mwanzo 17 anamwambia pita mbele yangu sasa ukamilike. Leo nafanya agano langu na wewe. Na sasa hautaitwa tena Abrahamu, utaitwa Ibrahim. Ana change jina kwa sababu limebeba vikoba, limebeba madeni, limebeba kansa, limebeba umaskini. Wewe hujawahi jiuliza, wewe una akili nyingi, unapambana sana kwa akili nyingi, lakini huna kila kitu. Unatumia sana akili, unapita kila eneo, lakini unaona kama hizi ramani kama zimezima hivi. Yaani wewe mwenyewe ni shahidi. Kuna vitu vingi. Ndio maana tukija darasa kama hili tunataka tutengeneze mfumo ambao tukitoka hapa na hisi tunaweza kufika eneo. Amen. 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 Tunaweza kufika eneo. Mnapunguza misiba kwenye ukoo. Ukifanya agano na ukasimama kwenye nafasi yako, utapunguza mashambulizi ya misiba. Wataondoka waliokamilisha kazi zao na umri wao umefika. Lakini sio unaondoka wewe bado hujafanya chochote, hujapata hata kiwanja, hujajenga, unaondoka. Eti gari iliacha tu njia, tulikuwa tumesimama tunasubiri pale, usafiri ikaacha njia ikatugonga miguu. Bwana asifiwe sana. Mmenielewa ninachosema? Nikasema hivi, usipojituma utatumiwa, na usipotumiwa utatumwa. Wakati Mungu anaweka mipaka, anawaambia Hawa kwenye mstari wetu sura ile 20, tulikomea mstari wa 6 pale, wa 7. Anaweka mpaka sheria, msisujudie miungu mingine. Ukienda mbele kuanzia 12 utakuta tayari zinaanza sheria. Anasema waheshimu baba yako na mama yako, siku zako ili zipate kuwa nyingi katika nchi upewayo na Bwana Mungu wako. Hapo kuna vitu vimeshatengenezwa. Alafu anaweka tu sheria, usiue, usizini, usiibe, usimshuhudie jirani yako uongo, yani kusingizia. Lakini ukiangalia leo dunia ndio imejaa masingizio. Sasa unakuja kutafuta umaskini, eti chanzo chake ni nini? Sikinajulikana. Umeanza kumparamia, kumsingizia mtu ambaye wala hajafanya unachosema. Wakati Mungu hapa anaainisha. Alafu anasema usitamani nyumba ya jirani yako,
Usimtamani mke wa jirani yako. Yaani na vitu vingine vingi tu. Lakini anasema ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Yaani ile tu yenyewe siku ya ibada lazima uitakase, kwa sababu mnaenda kukutana na watu usiowajua. Kabla hujapokea cha kimungu unashangaa umeelezwa kingine. Huyu uliyemkuta kwenye kiti mmefahamiana hapo, na ndio mnaona kanisa linavyoyumba, watu wanavyopeperuka. Si mnaelewa? Mtu anakuja hajaitakasa hata hiyo siku. Mungu anasema itakase ile siku ya Sabato. Siku yako ya ibada nayo itakase, kwa sababu imejaa nayo uovu. Wakati unaenda kupokea na shetani yuko pembeni yako, kuna wakati anakutia usingizi kabisa. Anakutia usingizi ili tukaneno fulani kadogo tukapaswedi kako kapitilize, na kakipitiliza hako unaendelea kuingia gharama zaidi ya miaka 15. Sasa ni vitu vingi sana vinapita hapo. Kwa hiyo pointi yangu ni nini? Sije mnanielewa vizuri. Yani lazima tusimame. Ndio maana leo kuna kitu utatofautiana na mtu mwingine ambaye yeye anafanya yale ambayo wewe leo hufanya. Kuna kitu mtakuja kutofautiana. Kuna kitu mtakuja kutofautiana. Leo yeye anaweza akakutisha kuwa na mali, akakutisha kuwa na fanya starehe. Lakini wewe ambaye hufanye starehe, muda wako unautoa kwa ajili ya Mungu, unafanya kwa ajili ya ibada. Usiku unaingia, unaamsha familia, mnaingia magotini, mnasema na Mungu ndio mlale. Yule ambaye hafanyi hivyo, mtatofautiana. Unaweza wewe ukaendelea kuonekana hivyo hivyo ulivyo ndani ya miaka 15, lakini yeye asiyefanya hayo ndani ya miaka 7 hana maisha. Wewe ukaendelea. Faida ya kwanza, wapendwa, niwaambie, faida ya kwanza kwenye maisha ya mwanadamu ni afya. Mmenielewa vizuri? Kuishi muda mrefu. Nilikuwa naongea, kuna kijana mmoja, kama mliona clip nilituma kwenye, mdogo wangu mmoja huwa anadili na marafiki fulani ambao nilikuwa nao vijana miaka ile ya 93. Alituma clip moja, mlevi msukuma mmoja, sio wangapi mmeisikia kwenye grupu lile la mitume. Mchimbaji mmoja rafiki yangu, sasa alitaja idadi ya watu waliokwisha kufa vijana, ambao leo mimi mwenyewe nikipiga hesabu yao nawaza nilimfurahisha nini Mungu mimi niishi. Tofauti yetu ni moja tu. Mimi nilijichenga kwenye hayo, nikamtafuta Mungu. Wao walibaki kule, leo ni marehemu. Tofauti ni hiyo tu. Lakini pia wakati wanapata taarifa kwamba mimi nimeokoka, wengi walirusha maneno, wakasema amelostika, ameisha, hana maisha tena huyo, kuisha kazi yake. Ile tu kusema Yesu ni Bwana, nimemwamini Mungu, kutoka kwenye biashara za madini, machimbo, wakasema ameisha. Lakini kwenye hiyo koram ya wale tuliokuwa tunachimba nao, wengine wamefukiwa kule mashimoni, wamekufa vifo, wengine wamelewa pombe, wamevuta bangi, wapigana. Mwingine akaniambia fulani alikatwa mguu, cha pili akaja akatobolewa na jicho, hivyo na hivyo, amekuja kupata siyo ugonjwa gani, kafa. Alikuwa kijana mzima na nguvu, ni strong man. Akasema mwingine alipigwa shimoni, mwingine alifanya. Kwa hiyo trip hizi za wewe kuja ibadani hizi zina security kubwa, zina bima ya kiroho, zina mfumo fulani hivi. Kuna watu leo, mimi nataka nikwambie kabisa, wa umri wako mtakuja kukutana nao, hawana afya ulionayo wewe, hawana nguvu ulionayo wewe, kwa sababu neno la Mungu linauisha, ni afya. Hata wakati nasoma hapo, kuna eneo jingine nilikuwa nasema anafananisha agano na neno. Hebu nisomee Adamu 20 kutoka hapo. Anasema Mungu akanena maneno haya yote, akasema mimi ni Bwana Mungu wako niliyekutoa katika nchi ya Misri. Alafu anaendelea kusema usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni wala kilicho chini duniani wala kilicho majini chini ya dunia. Usivisujudie wala usivitumikie, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu,
niwapatilizaye wana maovu ya baba zao, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanachukiao. Mstari wa 7 anasema usilitaje bure jina la Bwana Mungu wako, maana Bwana hatamhesabia kuwa hana hatia mtu aliyetaja jina lake bure. Unajua, unaona kwamba hili jina linatakiwa kwenye ibada tu, linatakiwa kwenye mazungumzo ya wewe na Mungu tu. Jina hilo usilizungumze hovyo hovyo. Uko kwenye uhuni unalizungumza, umedanganya kitu unalizungumza, unazidisha kuweka magunia ya laana ndani ya ufahamu wako, akili yako, kichwa chako, unakishindilia maovu. Hizi kanuni yeye ameziweka kama nini? Kama ilani. Ameziweka ndio zinaongoza mfumo mzima wa maisha. Hata ukija kwenye Agano la Kale, viko vitabu fulani imeainisha vingi sana ambavyo unaona kwamba vinaendana na hii. Yesu mwenyewe ujio wake anawajaribu kuambia watu kwamba msiabudu Mungu mwingine. Neno hilo tu limetamba sana, limetamba, ndio neno kuu. Usiabudu Mungu mwingine. Hilo iwe wimbo. Usiabudu Mungu mwingine. Usiabudu Mungu mwingine. Achana na sifa zake. Anasema tu usiabudu. Wapi umenasa? Kama mfano ulienda ukachinja kuku ufanikiwe, unafikiri hiyo damu ya kuku imefutika? Kiumbe kilikuwa hai, kinaishi. Sasa kupitia kauli yako na mtu fulani mmepatana, mkichinje, na ile damu imeenda imegusa ardhi, alafu achana na nyama yake amekula nani, imetupwa wapi, lakini kimekatishwa uhai kilipoumbwa kwenye pumzi yake. Wewe umekuwa mshiriki, kile kitu kikatike pumzi yake milele na isirudi. Wewe fulani umeshiriki hiki kitu. Najaribu kuwaletea sura ya kanisa mahali ambapo limekwama kwenye dini, mila na kadhalika. Kile kiumbe kinge survive mpaka siku ya kitumike, kichinjwe kwa furaha ya watu, kichinjwe kwa chakula, lakini kimechinjwa, kimemwaga damu, imeenda kwenye ardhi. Alafu kwa sababu ya wewe mapatano na mtu ili uende eneo fulani, unajua hiyo kesi hata ukikaa kanisani miaka 20 utashangaa unaenda kuzimu. Pambio hizi hazitakuondoa kwenye hilo tatizo. Pambio unamsifu Mungu ni kawaida yake. Hata shetani ana watu leo wanamsifu Mungu, lakini hawafutii hukumu. Na kumsifu Mungu hakufanyi wewe ufutiwe hukumu. Na waeleza nyinyi wote mliochinja kuku, nyinyi wote ambao mlichinja njiwa, nyinyi wote ambao mmeshiriki, mtu kaingilia himaya yako, ukaenda kwa mganga kwamba nataka achie nafasi yangu pale, amechukua iza mme wangu, amechukua mke wangu, amechukua nani, amechukua kazi yangu. Mazungumzo yenu yalikuwa ni ya kitako, akasema kalete kuku. Hujamuua yule mtu, lakini kuku imechinjwa kwa dhamira ya agano. Sasa damu yake iko ardhini, unayeshtakiwa ni wewe, kwa sababu sio mganga. Wewe ndio ulimweleza mganga, wewe ndio ulitoa pesa. Hilo ni agano kati yako wewe na ile damu iliyokwenda pale. Sasa ile damu inazungumza nini mbele za Mungu? Kwa kusema tu damu ya Yesu futa, haitafutika. Haitafuta hiyo. Haitafuta. Kwa sababu hii ya Yesu unayoidai ifute, hujaitolea agano, hujaifanyia agano ifute maagano mengine. Nitawafundisha, nitaonyesha vitabu fulani siku ya Jumapili. Sasa kama unaona unaombewa mambo hayaendi, rudisha kumbukumbu. Nini na nini ulifanya? Tunapokuja kufanya agano, hivyo ndio vitu vinatakiwa vifutike kwenye alama ya dunia hii kupitia jina lako. Mnaona mnachelewa kujibiwa, hamjaelewa. Bwana asifiwe sana. Ni pagumu hapa sana. Nyie niangalieni tu kwa huruma.
lakini hii kitu ni babu kubwa sana, itawagharimu sana. Ndio maana unaweza ukakuta, yani unamuona mtu yuko na ibada lakini ghafla haiishi ibada. Sijui mnanielewa Margaret? Yani mtu ni mcha Mungu lakini haishi kwenye mfumo ule wa ibada. Hivi unajua mcha Mungu unajua anawajibishwa na nafsi yake kila wakati. Unajua nini maana ya ucha Mungu? Nafsi ya mtu kujuta. Ucha Mungu ni majuto, kuhuzunikia maisha ambayo huyapendi, ndio ucha Mungu. Niwape hii tafsiri kama mwelewe. Mcha Mungu unapishana naye anakugonga kikumbo. Mcha Mungu anakukosea hakuombi msamaha. Mcha Mungu huyo ni mchawi wa kawaida kanisani. Mcha Mungu hata akisoma Biblia kama cherehani, kama hana hofu ya kujua hapa nimejikwaa, hapa nimeenda hivi, hapa nimekosea, huyo ni mchawi wa kawaida. Tena kwenye urokole humu kuna wachawi wabaya kuliko wale wa kule pembeni wanaoshika mitishamba. Ucha Mungu ni roho, yani kila wakati usikie kumjali mwingine kuliko wewe. Kila wakati ucha Mungu, kusikia ndani yako, huyu simjui lakini ninavyojisikia nimzungumzishe tu, anaweza kuwa na magumu, tumtie moyo. Ucha Mungu. Bwana asifiwe sana. Sasa ukikuta masanamu yamejaa ndani yako, ndio unakuwa gumegume. Unakuwa gumegume. Masanamu yamejaa, umekuwa gumegume. Masanamu kule ndani, kifuani humo masanamu. Mengine umeyapa majina. Fulani yule pale, unambeba, nalo ni sanamu. Kwa sababu yeye anapita mtaani ananunua vitumbua anaenda, wewe umembeba hapo. Sasa una masanamu kibao humu ndani, alafu unajifanya kusujudwa. Unapata muda kupiga simu, unajadili mambo ya kuhusu masanamu. Sijui mnanielewa? Mnanielewa vizuri? Unapotaka kufanya agano, cha kwanza upate msaada wa ukombozi, ufahamu wako, akili yako, uchaji wako. Sijui tunaelewana? Agano ni gharama. Alafu nisiwatie moyo, agano ni gharama. Kuna mtu anataka kuyatoka maisha magumu, afanye agano, na agano ni gharama. Ndio unasikia kwenye Kutoka 30:11 nasema, hapo utakapohesabu kila pitae kwa wale waliohesabiwa, tangu huyo ambaye umri wake ni miaka 20 au zaidi, atatoa sadaka ya Bwana kwa kuiandama sadaka ya mahali patakatifu. Matajiri hawataleta zaidi, wala maskini hataleta kilichopungua, kwa sababu ya hiyo sadaka ya Bwana, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Mnaelewa hicho kitu? Mnaelewa? Kutoka 30:11 tusomee, waelewe. Mungu kwenye sheria ya agano halegezi jicho, kwa sababu anajua wewe umeshakuwa mwanga sana. Anasemaje? Bwana akanena na Musa, ndio, na kumwambia, asante, utakapowahesabu wana wa Israeli, kama itakavyotokea hesabu yao, ndipo watakapompa Bwana kila mtu ukombozi kwa ajili ya roho yake, hapo utakapowahesabu, ili kwamba yasiwe maradhi kati yao. Yani ukifanya agano mtu haugui, yasiwe maradhi kati yao. Hapo utakapokuwa umewahesabu, nacho watakachotoa ni hiki, fedha. Yes.
Kila mtu apitaye kwa wale waliohesabiwa atatoa nusu shekeli kwa kuiandama shekeli ya mahali patakatifu. Shekeli hiyo ni gera 20. Nusu ya hiyo shekeli kwa sadaka ya Bwana. Kila mtu apitaye, kila atakayepita kwenye kuhesabiwa, kwa wale utakao wahesabu. Ndio. Tangu huyo ambaye umri wake ni miaka 20 au zaidi atatoa hiyo sadaka ya Bwana. Lazima atatoa hiyo sadaka ya Bwana. Matajiri hawataleta zaidi, hawawezi kuleta zaidi, wala maskini hawataleta kilichopungua. Ndio. Katika hiyo nusu shekeli watakapotoa hiyo sadaka ya Bwana ili kufanya upatanisho kwa ajili ya roho zenu. Sasa umeona? Hebu tumpigieni Yesu makofi, hata kama uchawi umezidi kwenye mioyo yetu, asikose haya makofi. Hii ni Biblia, sio mimi. Hii ni Biblia. Na unaweza wewe usilishike, lakini atalishika mwingine, atafanikiwa. Sasa tunapoenda kwenye ishu ya agano, sio mahali pa kulegeza jicho. Sio mahali pa kulegeza jicho. Ni ishu kidogo. Unaweza ukajipanga sana, kwa sababu agano sio toba. Agano ni agano. Ndio maana tumesema uandike unataka uwe nani, ili hayo uyafikirie. Lazima kuwe kuna namna ambavyo unafanya. Agano ni mkataba. Unapofanya, Mungu anakuheshimu. Ndio maana ameweka mpaka taratibu. Anasema matajiri wasije wakaleta zaidi. Akaambiwa ni shilingi 1, akaleta 3 kwa sababu anazo. Maskini asije akaambiwa ni shilingi 1 akasema amini na senti 50. Is not business. Sio biashara, wala sio sehemu ya kubagain. Unachukuliwa miaka yako inapimwa. Sio, mnanielewa? Tarehe ya kuzaliwa ukikumbuka inapimwa, inaingizwa hapo. Mnatafuta thamani ya nusu shekeli. Thamani yake tangu wakati huo mpaka sasa ni shilingi ngapi? Alafu inachekechwa hapo. Ndio unaambiwa sasa lazima uingie dua za namna fulani, ukomboe jina, ukomboe uzao, ukomboe hiki, alafu ujimilikishe hayo na hayo na haya. Na sadaka ni hii. Na hiyo sadaka haiwezi kununua mchele wala sukari kwa mchungaji wala kwa nani. Hiyo inakwenda kuwekwa kwenye mahali, anasema mahali, rudia kaleka mstari, mahali patakatifu. Nusu shekeli kwa sadaka ya Bwana itafanya kitu mahali patakatifu. Musa anaambiwa utazipokea mkononi mwao, kama nabii ndiye kutuma kwao. Alafu moja kwa moja itanunua nondo, itanunua tofali, itanunua. Mshukuru Mungu. Kipindi hiki tunawaambia ishu ya agano, manake ndio nguzo za kanisa zinaenda kusimama. Yaani hata kama huko unaendelea na maisha yako, lakini jengo linavyosimama ndio maisha yako yanaendelea kusimama. Ni ishu kubwa sana ya kiroho. Ni ishu kubwa sana. Sasa imagine kwamba wa Afrika wengi wana hofu ya kutoa, lakini wao wanatoa wapi? Kwa waganga. Ndio maana leo ukiitwa na mganga wa kienyeji, haraka sana kumfuata Tunduma, unaenda haraka, unaacha na shughuli zako, unasingizia na kazini, umebanana, umepata dharura, unaumwa, unaondoka. Lakini uwe hapa, awepo mchungaji Tunduma akuite, huendi. Ndio utajua nguvu ipi unaitumikia. Ni kipimo kidogo tu, wala usitafute mambo mengi. Wewe jipime hapo tu. Mtumishi tu wa Mungu akuite kwamba yuko Mwanza uende, au yuko Ukerewe uende, ukiwa hapo unafanya kazi. Alafu kule awepo mganga akuite uende. Ameona jambo lako. Asilimia kubwa ya Waafrika au Watanzania, niliwaambia neno hili kwamba wakati Mungu anaandaa ulimwengu huu, ameishaufanya na watu wako kwenye harakati. Alitangaza mirathi. Akasema waje watu wa aina 3. Aende Mwafrika, aanze mzungu,
aende Mwarabu, alafu aende Mwafrika, kwa zile zilivyogawanywa Asia, Kush na hiyo Afrika yenu. Wakati ametangaza kila mtu aende, wa kwanza alienda mzungu. Wewe nikupe nini? Akaomba akili, akapewa. Wa pili Mwarabu, wewe nikupe nini? Akasema mali, akapewa. Watatu akaenda Mwafrika, akaomba ngoma. Ndio leo unaona utamaduni umeshamiri, na wazungu wakija wanafika viwanjani wanacheka, mnaruka, mnajifunga mangozi ngozi mauchizi mengi, mnaruka ruka, wenyewe wanakuja kutalii. Kwa nini? Wale walifuata akili. Leo wanarusha ndege, wanarusha hivi, wanafanya hivi. Mwarabu alifuata mali. Mbongo yeye alifuata utamaduni tu, ngoma ziko pale. Ndio hivi mpaka leo mnalogana hata hamna sababu. Unayemloga hana kitu, we mwenyewe huna kitu, lakini unataka mtu afe. Sijui mnanielewa ninachowaambia? Issue iko hapo. Ndio maana mimi nikizungumza habari ya akili lazima uelewe. Leo mzungu anapanda ndege anakuja kutalii, kuangalia pale Bujora Kisesa, mnacheza ngoma, wengine wanapitiliza makumbusho, wengine wanaingia Sadani kule, wanaangalia. Sijui mnanielewa? Wanakubali mtu amelala njaa lakini asikose hela ya Costa na dira na hana maisha. Asikose mchango wa Costa, asikose mchango wa dira la uniform, lakini aweze kukaa mule na kutoa tako lake nje kwenye dirisha. Huyo ukimuuliza ana dini yake. Sio rahisi kunielewa ninachosema. Ana dini yake huyo, na ana wazazi, anazunguka, anapita Ubungo hao Mwenge, wanakwenda Mbezi, katoa dirisha na tako lake moja dirishani, wamefungua hivi, anaenda ananengua humo. Muulize maisha yake. Huku anadaiwa kikoba, huku mtoto amemtelekeza kwa bibi yake, kwa mama yake, huku yuko mjini anachoma miogo haichomeki. Yaani unajiuliza, Waafrika, Mungu wa Afrika. Inauma sana. Sijui kama mnanielewa ninavyotamani mnielewe. Yaani Roho wa Mungu atusaidie. Roho wa Mungu atusaidie. Nilifundisha habari ya akili, watu walikuwa wanielewi, lakini Bwana anatusaidia tena kuijua hii. Nikawa najiuliza, tuna walimu wengi chini ya jua. Kwa nini ndege nzuri asimiliki mwalimu? Kwa nini jengo zuri asimiliki mwalimu? Wanapitaga kwake tu wanaenda. Hata aliyefundisha, hata mwalimu leo wa ndoa hana ndoa. Aliyetengeneza kitabu cha udaktari, alifundisha magonjwa, utafiti, akapata ugonjwa huu unakuja hapa, kaja kufa kwa ugonjwa huo huo. Yeye hayupo duniani, kitabu kinaendelea kusomwa na walio hai. Yeye aliyekianzisha na hiyo elimu ashakuwa marehemu. Ndio maana ni rahisi hata kutengeneza kitabu cha ndoa alafu wewe kauna ndoa. Sio rahisi kunielewa. Sio mnanielewa vizuri? Nilitamani bilionea Tanzania hii awe ni profesa mkuu, lecturer mkuu wa uchumi. Profesa ndo alitakiwa awe milionea. Profesa wa uchumi ndo alitakiwa awe milionea hapa Tanzania. Isiwe mfanyabiashara mwingine yeyote. Huyu anayeelekeza hii mfumo. Halo. Nilitamani sana hao machifukuka ndio wao wenye Serena hoteli, ndio wao wenye New Africa hoteli, ndio wao wenye sijui Peacock, ndio wao wenye kila kitu. Hao machifukuka ndio walitakiwa wawe na hoteli kubwa kubwa mjini. Yaani we Mungu akupe fani, uelekeze wengine wafanikiwe ubaki hapo.
Kwa sababu gani? Tumepishana na mfumo. Tumepishana na mfumo. Sijui wewe fani yako ni ipi ambayo Mungu amekuumbia. Tukiingia kwenye agano, hiyo fani yako ndio ikupe umilionea. Mimi Bwana asifiwe sana. Kama mimi ni mhubiri, Mungu anitajirishe kwenye kuhubiri hivi hivi. Nisome tu neno, watu wafanikiwe, nusu ya pesa zao wazilete kwangu. Kwa sababu inabidi nipatie, kila mmoja apatie kwenye fani yake. Yes. Wewe usiye na fani, anza kuingia magotini, Bwana akupe fani. Kwa sababu kama mchawi anaweza kuingia nyumbani kwako bila kufungua mlango, ni agent wa shetani akakufanyia fujo, ana uwezo wa kuangia hapa, ana uwezo wa kupanda ungo akaenda Mwanza. Kwa nini wasitengeneze ndege zao wakawa wanachukua na abiria, na yeye mwenyewe anakuwa ndo driver na abiria wote wanaingia mule, alafu anawafikisha Mwanza, anawashusha. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Yaani unakuta mtu anafanya kitu ambacho hakiishi. Anafanya kitu ambacho hakiishi, lakini sio mpango wa Mungu. Mungu hawezi kusema wewe usimamage hapa tu, wewe unavusha watu wanaenda, wewe unabaki. Unavusha watu wanaenda, wewe unabaki. Ndio maana Mungu akasema katika nyumba yake wakati wa Musa, alisema itolewe zaka kamili. Na akasema asiyetoa zaka alaaniwe. Kwa nini? Alitaka hizi nyumba zisibaki, watu wanafika wanachukua baraka, wanakwenda na sheria za Musa. Akasema mniheshimu mimi peke yangu, maana mimi ni Mungu mwenye wivu, nimewatoa utumwani Misri. Mungu haachi kukumbusha alichokifanya. Yaani hata kama wewe amekuponya, ujue anakukumbusha kila wakati, umtolee zaidi ya akili zako. Kwa sababu anasema kwenye hii paragraph yetu ya 20 Kutoka, anajaribu kueleza kwamba yeye ni Mungu mwenye wivu, lakini anakumbusha kwamba yeye ndo amewatoa katika nchi ya utumwa Misri. Sasa amewatoa kule, mngeteseka mpaka mnazimia, lakini anasema niliwatoa, alafu nikawaleta nchi fulani. Kuna mahali ulikuwa huwezi kuvaa suruali nzuri, huwezi kuvaa koti, huwezi kuvaa saa nzuri, lakini kuna eneo umetolewa, sasa unaweza kuvaa. Sasa ndo anataka ile commitment iendelee. Anamwambia Musa wasiabudu Mungu mwingine ila mimi, kwa sababu mimi ni Mungu mwenye wivu. Kinachoonewa wivu ni kitu cha namna gani? Mungu akikuonea wewe wivu anakupenda. Hataki uangamie, hataki upotee. Biblia inasema hata watu walipoona ya kuwa Musa amekawia, wakachonga nini? Ndama. Mungu akasema hawa wamenitibua sana na wafuta wote. Musa akakata rufaa, akasema wasamehe, maana yule shetani wa kule ng'ambo atajidai, atasema ulitutoa kule. Mungu akasema na wafuta nikubakize wewe tu ndio wa muhimu, nitakuzalishia viumbe vingine, nitakupa wengine kama timu. Hao washenzi hao wamechoka ndama na nini, wanajifanya ni sanamu, na huku anasema msiabudu sanamu. Sijui mnanielewa? Sasa nini ninachotaka kusema? Yaani tunataka tutengeneze utaua, yaani maisha ambayo yatakufanya wewe ujibadilishe mwenyewe, ujaribu kuenenda na mfumo ulivyo, kwa sababu usibaki nyuma siku zote. Yaani lazima ujibadilishe, uanze kujifananisha na watu wa aina fulani, alafu Mungu pia akutie nguvu. Agano hili ambalo tunajifunza hapa ni agano ambalo litakuwa ni la vizazi. Halitakuwa agano la kwako peke yako, litakwenda mpaka vizazi. Amen. Na ukisoma hapa kitabu cha Kutoka 31, anasema Bwana akasema na Musa na kumwambia, kisha nena na wewe na wana wa Israeli na kuambia, hakika mtazishika sabato zangu, kwa kuwa ni ishara kati ya mimi na ninyi katika vizazi vyenu vyote, ili mpate kujua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Anasema mimi ndimi Bwana
niwatakasaye ninyi. Yes. Yani anaweka kwamba yeye ndio anayewaosha, yes, anayewathamanisha, niwatakasaye. Bwana asifiwe sana. Amen. Basi mimi nimshukuru Mungu. Nitaka tushare kidogo hapa, tutaendelea siku ya Jumapili kidogo katika neno hili, tumshukuru Mungu pamoja. Inamisha kichwa chini. Baba, katika jina la Yesu ninaleta dua hii kwako na hata kwa yule mtazamaji anayetutazama sasa. Nimefundisha kwa uchache namna ambavyo tunastahili kuabudu Mungu peke yako, lakini pia kufanya agano kwa ajili ya maisha yetu. Aliyesikia kwenye masikio yake na akaona, wape nguvu ya kuwa na ufahamu wa kwenda kuyatimiza haya. Ondoa madhaifu, ondoa mateso, ondoa maumivu, ondoa mivurugano iliyoko katika akili, ondoa kuabudu sanamu katika mioyo na nafsi zao. Achilia utaua na hofu yako ikakae kwa kila mmoja, wawe wepesi wa kusamehe, wepesi pia wa kuomba toba, rehema, hata misamaha kwa wanadamu wenzetu. Baba, nakushukuru. Asante kwa sababu ya kila mmoja wetu ambaye ameshiriki na hata katika sadaka anayokwenda kutoa. Bariki pia, wape mioyo ya kutoa, maana hata katika kutoa kusiwepo ukoma wala mazoea. Ufanye kile ulichokusudia kwa utukufu wa jina lako. Na wape ufahamu tunapoelekea katika kufanya agano, mafundisho ya agano siku ya Jumapili. Watanulie wigo zaidi ya hiki nilichokielekeza kwa utukufu wa jina lako. Nimeomba pamoja nao tukiamini katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na hata wewe unayetutazama sema amen.